cannot lift up your heart. Hauwezi jiinua. Isaiah saw that event that took place in heaven. Isaiah aliona kile ambacho kilifanyika mbinguni. This event did not happen on this earth. Hakikufanyika hapa duniani. If I ask some of you, Kama naweza uliza baadhi yenu, how many of you have seen the seraphim? wangapi wenu wamewaona maserafi? You profess to have dreams and visions. Unakiri kuwa na ndoto na maono. Have you ever seen the seraphim? Umewahi kuona serafi? Anyone? Yote. How many of you have ever seen the cherubim? Wangapi wenu wamewaona makerubi? Even one. Hata mmoja tu. In just one time in your life. Kwa mara moja tu kamuona. Have you ever seen? Umewahi muona? Have you ever seen Umewahi muona? the seraphim? Serafi. Now Isaiah saw this event in heaven. Isaiah aliona hii ikifanyika mbinguni. Now I want to see how these seraphim were using the wings. Tunataka kuona jinsi hao maserafi walikuwa wanatumia mabawa yao. With twain, the seraphim covered their faces. Kwa mabawa mawili walifunika nyuso zao. Why did they cover their faces? Kwa nini walifunika nyuso zao? It speaks of humility. Inanena kuhusu kunyenyekea. When they cover their face, Wanapofunika uso, we are not worthy even before the throne. hatustahili mbele ya kiti cha You enzi. humble ourselves. Tunanyenyekesha. And therefore the seraphim Na kwa hivyo maserafi show humility wanaonyesha unyenyekevu before the Maker. mbele ya Muumba. Because when they cover their face, Sababu wanapofunika nyuso zao, in verse 3, katika aya 3 we find they cry out. tunapata kwamba wanalia. And they say, holy, holy, holy is the Lord. Wanasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. The whole earth is full of His glory. Na dunia yote inajaa utukufu wake. They're speaking when they're in heaven. Wananena wakati wako mbinguni. The whole earth Dunia yote is full of God's glory. imejaa utukufu wake. When we mention holy is the Lord of hosts, Tukisema kwamba mtakatifu ni Bwana wa majeshi, which means we are very humble before the Maker. kumaanisha tunanyenyekea mbele ya Muumba. And then when the seraphims were afraid to look upon God, Kumaanisha maserafi waliogopa kumwangalia Mungu, conscious of creature distance wakijua kuna utofauti katikati yao, and of sinfulness and unworthiness, na wakijua ile hali ya dhambi na kutostahili, and therefore not so suitable to angels na kwa hivyo wastahili kwa malaika who always behold the face of God. ambao hao hutazama uso wa Mungu. The seraphim did not want to upstage the Lord. Maserafi hawatakutaka kujitukuza zaidi ya Mungu. Jesus is the focus Yesu ni mtazamo of every servant of God. kwa kila mtumishi wa Mungu. Jesus is the source of every miracle. Yesu ni mwanzo wa kila muujiza. Jesus is the subject of every miracle. Yesu ni mwanzo wa kila muujiza. Jesus is the substance of every miracle. Yesu ni asili ya kila muujiza. He is the focus Yeye ni mtazamo of every believer. wa kila muumini. Therefore, if we want to serve the Lord Kwa hivyo kama tumeenda kumtumikia Mungu perfectly, kwa ukamilifu, we must learn to hide our faces lazima tujifunze kufunika nyuso zetu and point always to na Jesus. tumtazamie Yesu. Do you want to serve the Je, Lord? unataka kumtumikia Mungu? We hide our faces. Tunafunika nyuso That's zetu. a symbol of humility. Ishara ya To unyenyekevu. humble before the Maker Tunanyenyekesha mbele ya Mungu. and pointing on Jesus, Tazamia Yesu. being our focus. Kuwa mtazamo He wetu. is the source of every miracle. Asili ya kila He is muujiza. the subject of every Ni miracle. asili ya kila And muujiza. therefore we need to believe Him Na hivyo yafaa by tumwamini trusting His name. kwa kuamini jina lake. It is pride that makes the ornament stink. Ni yeye ambaye hufanya manukato. No, get me right. It is pride. Ni Kristo, Pride ni kiburi that makes ambacho
ambacho hufanya manukato kunuka. We look for anointing. Tunatafuta upako. We have to walk in the anointing of the Lord. Tunatembea kwa upako wa Mungu. But once you are pride, Lakini ukishakuwa na kiburi, you are the daughter and son of the devil. wewe ni binti na mwana wa shetani. I don't expect anything. Hapo sitarajia neno. Because once you are proud, Sababu ukishakuwa tuna kiburi, it will make your anointment to stick. itafanya manukato yako kunuka. You can be a very worshiper, wonderful worshiper here. Utakuwa mwimbaji mzuri, But because of pride, lakini kwa sababu ya kiburi, your anointment stinks. manukato yako yananuka. You can become a very wonderful intercessor. Unaweza kuwa mwombezi mzuri, But because of pride, lakini sababu ya kiburi, your gift stinks. talanta yako inanuka. I don't expect a man. Hapo sitarajia neno. Because it's hard injury. It's a very hard gospel to hear. You can be a very wonderful teacher. Unaweza kuwa mwalimu mzuri, But because of pride, lakini sababu ya kiburi, that ointment stinks. manukato hayo yananuka. You can be a very wonderful preacher of the word. Unaweza kuwa mhubiri mzuri duniani. You can be called several places. Unaweza itwa mahali pengi, But because of pride, lakini sababu ya kiburi, your anointment stinks. manukato yako yananuka. Anything that stinks, Chochote kinachonuka is it well before people? ni kizuri mbele ya watu. Am I speaking to someone? Je, nanena na mtu? Because once you are proud, Sababu kishakuwa tuna kiburi, that was the genesis of the devil, hiyo ilikuwa mwanzo wa shetani to come down. kushuka chini. He outstaged God. Alichukua nafasi ya Mungu, He compared himself with God. alijilinganisha sawasawa na Mungu. The same book of Isaiah speaks of that. Kitabu kile kile cha Isaya, This is what the devil said. hivi ndivyo alivyosema. By then he was called Lucifer. Wakati huo aliitwa Lucifer. I've never heard anybody naming his or her child Lucifer. Sijamsikia mtu akimwita mtoto wake Lucifer. What? Kwa nini? The terrifying name. Ni jina la kuogofya. And then he wanted to equip himself with God. Alitaka kujiweka sawasawa na Mungu. This is what he said in Isaiah 12, Katika Isaya 12 from verse 12 to 14. kuanzia 12 hadi 14. I will ascend on high. I will ascend on high. I will ascend on high. Nitapanda juu, And I will be like the most high. nitakuwa kama yule mkuu. Which means when people praise the Lord, Kumaanisha wakati Mungu watu wanamsifu Mungu, He wants also to receive that praise. anataka pia kupokea zile sifa. The book of Revelation Katika Ufunuo wa Yohana speaks of they brought him down. inanena kwamba walimleta chini, And he came like lightning. na akaonekana kama, He came swiftly. akakuja kwa haraka. Hey, have you ever seen lightning? Umeona umeme So fast. haraka sana. He brought down Aliletwa chini kama umeme swiftly kwa haraka, because of pride. sababu ya kiburi. That if you have the gift, Kwa hivyo kama una kipawa but you have that pride in you, na una kile kiburi ndani yako, your argument stinks. manukato yako yananuka. But we are talking of the perfect service to God Lakini tunaongelea kuhusu utumishi kamili kwa Mungu, in the heavenly and earthly viewpoint. kwa mtazamo wa kimbingu na kidunia. We were given the gifts and talents, Tulipewa kipawa na talanta, but unless we have that humility in us, lakini kama hatuna ule unyenyekevu ndani yetu, then we have pride. kwa hivyo tunakuwa na kiburi, And therefore, our ointment will stick wherever we go. na manukato yetu yananuka popote tuendapo. We will not bless anybody. Hatutambariki yeyote. And that's why you usually hear, Ndio maana huwa unasikia especially my worshipers in the house, saa hao wanaoabudu hapa, you will hear them say, utawasikia wakisema, today leo our souls were very dry. nyimbo zetu zilikuwa zimekauka. Sometimes they
they become wet, right? Or sometimes they are being wet because of the anointing. But because of the pride, lakini kwa sababu ya kiburi, the ointment stayed. manukato yanaanguka. With the two, Kwa mawili, point number 2, with the two, kwa mawili, the seraphim covered their feet. maserafi walifunika miguu yao. We have seen when they cover the feet, Tumeona wanapofunika nyuso zao, showing humility. kuashiria unyenyekevu. We have seen the work of the king Uzziah. Tumeona kazi ya mfalme Uzia. He started well, Alianza vyema, but on the way, lakini njiani his heart was lifted up. moyo wake ulitukuza. He wanted to compare himself with God. Akataka kujilinganisha na Mungu. He crossed over the boundaries. Alivuka mipaka. Instead of remaining king, he wanted to be a priest at the same time. Badala ya kubaki kuwa mfalme, akataka kuwa kuhani sawa sawa. It means God became angry Maanisha Mungu alikasirika and struck him with leprosy. na akampa ukoma. And slowly the king died. Na kwa polepole mfalme akakufa. We need to watch out what we do. Yafaa kuwa uangalifu kwa yale ambayo tunafanya. Then we train the seraphim cover their feet. Kwa hivyo kwa mawili walifunika miguu yao. It speaks of purity. Inaongelea kuhusu usafi. When we talk of purity, Tunaposema kuhusu usafi, our imperfection of our conduct, makosa yetu kwa mahusiano yetu, imperfection of our walk, kwa kutembea kwetu and our conversation na kwa maongezi yetu as believers kama waumini in the sight of God, machoni pa Mungu, however, should be beautiful. yanarembeka. Therefore, our feet become so beautiful Kwa hivyo miguu yetu inarembeka that can appear before others. kwamba ikaweze kuonekana mbele ya wengine. Turn with me the same book of Isaiah. I want to see Tuone pia katika Isaya 52, Isaya 52 verse 7. 52:7. This is the Bible King James. Hiyo ni tafsiri yake. How beautiful upon the mountains are the feet of him that brings good tidings, that publishes peace, that brings good tidings of good, that publishes salvation, that says unto Zion, your God reigns. Isaya 52:7. Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema, yeye autangazaye wokovu, auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Because when your feet brings good tidings, Sababu miguu yako ikileta habari njema, you will publish peace. utatangaza pia amani. You will publish salvation. Utatangaza wokovu. But if your feet will not bring the good tidings, Lakini kama miguu yako haitaleta habari njema, you will bring conflict. utaleta kosana, You will bring slander. utaleta masengenyo, You will bring mischief among the brethren. utaleta uongo miongoni mwa ndugu. But when your feet brings good tidings, Lakini kama miguu yako inaleta habari njema, you will carry peace and salvation. utatangaza amani na wokovu. That's purity. Hiyo ni usafi. It signals the need to walk in holiness before the Lord. Inaashiria kutembea katika usafi mbele za Mungu. The same book of Isaiah, Isaya tu bado chapter 52, verse 11. 52:11. Bible records, Biblia na nakili, depart you, go you out from them, touch no unclean thing, go you out of the midst of her, be you clean that bear the vessels of the Lord. nendeni
yako. Watch out your walk. Angazia mtembeo wako mbele ya Mungu. Amen. Amen. Let's see Exodus chapter 28. Kutoka 28. Those with the Bible, please, can we run there very fast? Exodus 28, Kutoka 28. verse 42. 42. Are we there? Je, tumefika hapa? And 43. And you shall make them linen breeches to cover their nakedness, from the loins even unto the thighs they shall reach. They shall be upon Aaron and his sons when they come in the tabernacle of the congregation, when they come near unto the altar them to minister in the holy place, that they bear not iniquity and die. It shall be a statute forever unto him and his seed after him. Nawe wafanyie suruali za nguo ya kitani ili kufunika tupu ya miili yao. Suruali hizo zitafika tangu kiunoni hata mapajini, na Haruni na wanao watazivaa hapo watakapoingia katika hema ya kukutania, au hapo watakapoikaribia madhabahu ili watumike katika mahali patakatifu, wasije wakachukua uovu wakafa. Hii itakuwa ni amri ya milele kwake yeye na kwa wazao wake. Amen. We see the undergarment. Tunaona suruali za kitani. And when we talk of the undergarment, Na tunapozungumzia suruali, we are talking about the spiritual undergarment tunaongelea suruali za kiroho that speaks of a holy life, ambazo zinaongelea maisha ya utakatifu, living in purity before the Lord. kuishi katika usafi mbele ya Mungu. I'm talking of the sin of fornication and adultery. Naongelea kuhusu dhambi ya usherati na uzinzi. Therefore, fornication and evil lusts Kwa hivyo uzinzi na tamaa should not be part of the lifestyle of a child of God. haifai kwa hali ya kimtindo ya mwana wa Mungu. We may fool people, Tunaweza wadanganya watu, but we cannot fool God. lakini hatuwezi mdanganya Mungu. It is we who know is that we have not put on our undergarment, Ni sisi tu ambao tunajua kama hatujavalia suruali which are not clean in the ministry. ambazo haziko safi katika huduma. You can agree with me Naweza even kukubaliana now. nami hata sasa. Every day Kila siku you put on the clean undergarment, right? unavaa suruali safi, si ndivyo? Or you put on after 3 weeks, Ama unavaa baada ya wiki 3, or after a year. ama baada ya mwaka I mmoja. don't know. Sijui. But what I know, Lakini ninachojua, every day kila siku you put on a clean undergarment. unavalia suruali safi. Likewise, in the spiritual realm, Vivyo vivyo katika ulimwengu wa kiroho, our life should be clean before the Lord. maisha yetu yafaa kuwa safi mbele za Mungu. We cannot appear before the Lord Hatuwezi kuonekana mbele za Mungu where we are stinking before the Lord kama tunanuka mbele yake and we profess to know Him na kukiri kwamba tunamjua and we profess to walk before His eyes. na kukiri kutembea machoni pake. Praise the name of the Lord. Live a life of honor before God. Ishi maisha ya heshima mbele ya Mungu. We must make a new decision Lazima tufanye azimio jipya daily kila siku, to put on our undergarment and live a holy life. kuishi vaa suruali zetu za ndani na kuishi maisha sawa. The best safeguard to stay clean and pure Njia nzuri ya kujizuia na kukaa safi is to wash our minds ni kuosha fikira zetu with the word of God. na neno la Mungu, Be a neighbor with the word of God. kwa jirani wa neno la Mungu. Reason together with the word of God. Tafakari pamoja na Mungu. Allow the word of God just to guide you. Ruhusu neno la Mungu likuongoze. Allow the word of God to dwell in you richly. Ruhusu neno la Mungu lidumu ndani yako kwa utele. But some of us allow the word of God to dwell in us poor. Lakini baadhi yetu tunaruhusu tu idumu kwa hivyo tu. The word of God, when it dwells in you poor, Wakati neno la Mungu linadumu ndani yako hivyo tu, you will live
tunaishi kama ile wakuombaomba. Asiamini. Kafiri. Allow the word of God dwell in you richly. Ruhusu neno la Mungu lidumu ndani yako kwa utele. This is the promise Paul encourages the church. Ni ahadi ambayo Paulo anahimiza kanisa. That the word of God should dwell in us richly. Kwamba neno la Mungu lafaa kudumu ndani yetu kwa utele. Then he gives us the measurement. Na anatupa kipimo. In length, kwa urefu, in breadth, kwa upana, in depth, kwa undani, in height, na kwa that kina. is total measurement. Kwa hivyo kwa vipimo vyote. But when I look on you, lakini napokuangalia, I see the word of God is just in breadth. Naona neno la Mungu ndani yako liko tu katika kipimo kidogo, kwa upana tu. But when I see in length, I don't see the word. Lakini kiona kwa urefu hakuna. In depth, I don't see any signal of the word. Kwa undani hakuna ishara yoyote kwa Even the height, I don't see. Hata kwa urefu hakuna. And some of us have no signal of the word. Na baadhi yetu na hawana ishara yoyote ya neno. But they have the word. Lakini wana ulimwengu. Let us depart from the word. Wacha tuachane na ulimwengu. Let us dwell in the word of na God. tudumu kwa neno. Praise the name of the Lord. Amen. Just as we change our undergarments every day, Jinsi tu tunavyobadilisha suruali zetu kila siku, we stay clean in mind, tunaishi tukiwa sawa kifikra in heart, na katika moyo by the word of God every kwa day. neno la Mungu kila siku. Amen. Amen. Time is up. Ndio maisha. Time is up. Ndio maisha. God bless you so much. Bwana wabariki sana. We can continue next time. Tunaweza endelea wakati ufuatao. We can